Mheshimiwa Naibu Spika, asante sana kupata nafasi hii. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Kilimo na Naibu Waziri. Hotuba yangu Mheshimiwa Naibu Spika nilianzia kwenye bajeti ya Waziri Mkuu, nikatoa 50%, nikazungumzia swala la tangawizi kwa ulimwengu, nikazungumzia swala la tangawizi kwa Afrika, na nikasema nusu nitazungumzia swala la tangawizi kwa Tanzania, na naanza hivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, utakapozungumza tangawizi Tanzania, moja kwa moja utaigusa wilaya ya Same, mashariki mwa wilaya ya Same, ambao wao wenyewe katika nchi hii wanalima 60%, takribani 60%. Lakini Mheshimiwa Spika, kuna 40% iliyobaki. 40% sasa hivi inalimwa na Songea vijijini. Ukienda jimbo la Madaba wanalima tangawizi sana, ukienda mkoa wa Kigoma wameanza kulima tangawizi sana. Kwa hivyo ukiangalia vizuri Tanzania sasa hivi zao la tangawizi linakwenda vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, tuzungumzie safari ya maendeleo. Maendeleo ni safari ambayo ina misukosuko sana. Hasa sasa niongelee maendeleo yanayotupeleka kwenye viwanda na uchumi wa kati. Tusitegemee tufike kwenye viwanda, tufike kwenye uchumi wa kati kwa lele mama. Ni lazima tukutane na misukosuko mingi. Sasa mimi naomba nizungumzie hii tangawizi ya Same Mashariki. Mimi nilianza kuwa mbunge mwaka 2005 Same Mashariki. Niliwakuta wananchi wanalima tangawizi. Mwaka 2007 mimi ndio nikaasisi wazo la kujenga kiwanda cha kusindika tangawizi pale Same Mashariki. Tulianza kwa misukosuko mingi, lakini nakumbuka mwaka 2008 Waziri Mkuu aliyepita Mizengo Pinda alikuja akaweka jiwe la msingi, tukajenga, tukahangaika mimi na halmashauri na wananchi. Wakati huo tulikuwa na wana ushirika 613. Wao walichangia shilingi 6,000. Mimi kama mbunge pamoja na rais wa awamu ya 4 tulifanya fundraising, tukapata milioni 301. Halmashauri ikachangia 45 milioni, lakini na serikali ikatujengea godown lenye thamani ya milioni 287. Safari ikafikia hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa naomba nizungumze kitu ambacho kinanipa nguvu sana leo, na naomba waheshimiwa wabunge mfurahi pamoja na mimi. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais amekuja na kauli ya Tanzania ya viwanda. Lakini Mheshimiwa Rais kazi anayofanya ni kuchochea na kuwavuta watu, kuivuta mifuko ya jamii iwekeze kwenye viwanda, kwa sababu by principle serikali haijengi viwanda, lakini ina facilitate. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru Rais, lakini nimshukuru sana Waziri wa TAMISEMI, na nashukuru kwamba yupo hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, leo nazungumza jambo ambalo limenifariji sana. Shukrani zangu za pili, tena hizi ni shukrani za unyenyekevu na moyo uliopondeka sana, nipeleke kwa bodi ya wadhamini wa LAPF. Nipeleke shukrani zangu za dhati kwa mkurugenzi mkuu wa LAPF ndugu Eliudi Sanga, kwa sababu LAPF imekubali kuingia ubia na kile kiwanda nilichokijenga miaka ile. Leo tunazungumza LAPF inakwenda Same Mashariki, inakwenda Miamba, inakwenda kuingiza zaidi ya bilioni 1 kwenye kile kiwanda. Sasa hapo unazungumzia ile ndoto niliyokuwa naiona kila siku. Nilikuwa natamani tupate kiwanda kama cha Kaduna Nigeria. Kwa sababu gani sasa mimi nimepata furaha? LAPF inadhania imefanya kitu kidogo. Hapana, Mheshimiwa Naibu Spika, imefanya mambo matatu makubwa sana. La kwanza, LPF kwa kuingia ubia na kiwanda kile cha Same Mashariki cha tangawizi cha Miamba, inapanua kilimo cha tangawizi Tanzania, kwa sababu wakulima wa tangawizi wa nchi nzima watakuwa na uhakika wa kupata soko. Kiwanda kile kinajengwa na watu wenye uwezo wa kifedha, kinapanuliwa, lakini walima tangawizi wote wa nchi hii, walima tangawizi wa Madaba, walima tangawizi wa wilaya Same, walima tangawizi wa Kigoma, wote watakuwa wana mahala pa kuuza tangawizi. Pili,
inatuweka kwenye nafasi nzuri ya sisi kuingia kwenye export. Mheshimiwa Naibu Spika, Nigeria wenyewe kupitia kiwanda chao cha Kaduna kinachoitwa Kachia wana export 9%. Yani katika soko la dunia lile, tangawizi iliyoko kwenye soko la dunia kuna 9% kutoka Kaduna. Lakini kwa sababu wana kiwanda kikubwa cha tangawizi cha Kachia ambacho kiko Kaduna, kwenye state ya Kaduna, lakini wananchi wa Nigeria wanaolima tangawizi wote wanauzia pale, na kile kiwanda kina export 92% ya tangawizi ambayo inasindikwa pale. Kwa mimi nakiona kiwanda cha miamba hiki ambacho LAPF sasa inaoingia ubia pale, na kiona kama ni pacha wa hiki kiwanda cha Kaduna Nigeria. Kwa hiyo hapo lazima tukubali kwamba LAPF imemuunga mkono rais. Rais anazungumzia viwanda kwenye nchi hii, anachochea viwanda kwenye nchi hii. LAPF ilipokwenda ikaingia ubia na kile kiwanda cha tangawizi, imemuunga mkono rais, na washukuru sana. Lakini la tatu ambalo sio dogo, hakuna kitu kinachomuumiza mkulima kama alime alafu hana soko. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nalima tangawizi, sio naihubiri tu. Mimi ni mwanzilishi wa kile kiwanda, nalima tangawizi kule Same. Nimekosa nafasi kwa sababu ardhi ya Same yote, Naibu Spika, imejaa tangawizi. Imebidi nitafute makazi. Mimi nina makazi yangu Madaba kwa Mheshimiwa Mhagama, nalima tangawizi. Nimeanza na ekari 20, Mheshimiwa Naibu Spika. Kuanzia Julai navuna, lakini siri ya tangawizi sio lazima nivune Julai. Naweza nikaiacha kwa mwaka mzima. Itategemea kama nina soko. Tangawizi unaweza ukaiacha chini ya ardhi kwa mwaka mzima na ikakusubiri upate soko. Kwa hiyo naomba niseme ukweli, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa wakulima wa tangawizi ambao tuko Madaba, na tuko wengi, na Madaba tunalima tangawizi kwa wingi, na sisi hiki kiwanda ni faida kwetu, kwa sababu kile kiwanda kitachukua tangawizi ya nchi nzima. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, kitu kingine lazima tujifunze. Hiki kiwanda kikubwa kilichoko Nigeria hiki ni mali ya serikali, ni serikali ya Kaduna imekijenga. Sasa lazima sisi tujipe big up. Tumeanza wananchi, mimi kama mbunge nimetoa lile wazo, wananchi 613 wakachangia 666. Rais Kikwete akaniunga mkono kwenye fundraising, tukapata milioni 301. Halmashauri kaniunga mkono. Sasa LAPF inakuja inatuunga mkono. Hapo ni lazima tuone kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inafanya vizuri. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba ninapomalizia, sitaki kugongewa kengele, kwa moyo uliopondeka na unyenyekevu mkubwa ni shukuru LAPF, na washukuru sana, na huko walipo wajue wameitendea nchi, hawakumfanyia mtu, wameifanyia nchi ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa unyenyekevu mkubwa na kushukuru kwa dakika ulizonipa, na mpongeza Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, amesaidia hili kuwezekana. Namshukuru sana Mheshimiwa. Naunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Anne Kilango Malechela. Naomba mbunge wa Madaba amepiga kwa bidii sana pale. Makofi. Mheshimiwa Daniel Nsanzugwako atafuatiwa na Mheshimiwa Agnes Marwa. Mheshimiwa Oran Mjeza ajiandae. Asante Naibu wa Spika kwa kunipa nafasi hii, na mimi kwa namna ya pekee naomba nianze kwa kuwatia shime na kuwapa hongera kubwa sana wewe waziri na naibu wako, makatibu wakuu watatu, maana ndio wizara yenye makatibu wakuu watatu. Hongereni sana kwa kazi, pamoja na wataalamu walio katika wizara hii. Hii wizara ni kubwa, na ningeshauri Mheshimiwa Jenista, wewe ni coordinator wa mambo ya serikali bungeni. Hii wizara ya kilimo, mifugo na uvuvi ni wizara kubwa sana. Umshauri Mheshimiwa Rais angalie upya muundo wa wizara hii. Ni wizara ina mambo makubwa na yanayogusa watu wetu kwa asilimia zaidi ya 75. Ni wizara ina mifugo, ina kilimo, ina uvuvi, na ina taasisi chini yake 130. Wizara moja na waziri mmoja.
Kwa nafikiri wakati umefika kupitia bunge hili, kupitia kwako, kupitia kwenu baraza la mawaziri, umshauri rais wakati mnakunywa naye chai, angalie namna bora ya kurestructure wizara hii. Ni kubwa mno, na hata kwenye kamati sisi tunapata shida kweli, kwa sababu ina mambo mengi sana, na mambo yote yanagusa maslahi ya wananchi wetu ambao ndio wapiga kura wetu. Lakini baada ya kusema hilo, pia nitoe pongezi nyingi kwa wataalamu wetu. Waheshimiwa wabunge, si mmeangalia ukurasa wa 42. Wizara ya Kilimo, wataalamu wetu wamepata tuzo la African Union kwa kuandika mradi ambao umewezesha wizara yetu kupata bilioni 44. Waziri, hongera sana wataalamu wako. Na mimi ningedhani sasa pengine hii iwe ndio trend. Wizara ya Kilimo mna wataalamu wengi sana, mna wasomi wengi sana, una makatibu wakuu wataalamu wazuri kabisa hawa. Nilikuwa nafikiri iwe ndio trend sasa kwenye mashindano kama haya ambayo yanatolewa na AU. Nazo ni fursa zingine za kutuongezea fedha katika sekta ya kilimo. Hongereni sana kwa kupata bilioni 44 ambazo zimepatikana kwa kushinda award ya Global Agriculture and Food Security. Wataalamu wa wizara, hongereni sana. Jambo jingine ambalo ningependa niliseme na Mheshimiwa naibu wa Spika, jana Mheshimiwa Waziri Mwijaga amelisema vizuri kwamba serikali hii ni moja. Maana kuna baadhi ya wabunge wanafikiri serikali hii ni serikali ya vipande, kwamba kuna serikali wizara ya fedha, kuna serikali wizara ya kilimo, kuna serikali wizara ya TAMISEMI. Serikali ni moja. Na kwa ushahidi alioonyesha jana Waziri Mwijage na wewe uliotoa leo, mmefanya vizuri sana kuondoa tozo zilizokuwa kero kwa wakulima wetu. Hongereni sana. Kwenye kahawa, mimi natoka katika zona ambayo pia tunalima kahawa. Tumeshukuru sana hizi tozo 17 ambazo zilikuwa ni kero kwa wakulima wetu, na nina hakika zitasaidia sana kuongeza morali ya kuendeleza zao letu la kahawa. Sasa na mambo mawili matatu ya ushauri kwa serikali. La kwanza, nianze na hili la upatikanaji wa mbolea. Mheshimiwa naibu wa Spika, Mheshimiwa Waziri, tumezungumza sana kwenye kamati. Bahati nzuri mimi ni kamati yangu ya kilimo hii. Tumezungumza sana umuhimu wa upatikanaji wa mbolea, na serikali mmekuja na mkakati wa ununuzi wa mbolea kwa pamoja. Sisi wabunge wote tunawaunga mkono kwa 100%. Zoezi hili ni zuri, mbolea hii itatusaidia sana. Jambo ambalo ningeomba tu kulisisitiza ni yale mambo ambayo Mheshimiwa Waziri tuliyazungumza kwenye kamati ambayo ni muhimu kuyazingatia. Ni kweli jana nimemsikia Waziri Muhongo anatuhamasisha kuhusu ujenzi wa kiwanda chetu cha mbolea kule Lindi na Mtwara. Lakini huko ukweli, waheshimiwa wabunge, kwamba kiwanda hiki kimekuwa kinahujumiwa, na taarifa hizo ni za uhakika. Hasa nikutie heshima Mheshimiwa Waziri, wewe na timu yako, wataalamu wako wa Tanzania Fertilizers Regulatory Authority wana uwezo mkubwa sana. Wasimamie zoezi hili la mbolea, ununuzi wa mbolea kwa pamoja, ili hatimaye bei ya mbolea iweze kushuka na iweze kupatikana katika maeneo mengi ya taifa letu. Sasa niweke angalizo dogo tu Mheshimiwa naibu wa Spika. Kwenye ununuzi wa pamoja kuna changamoto zake, kama ambazo zilikuwepo kwenye ununuzi wa pamoja wa mafuta. Ziko changamoto nyingi, na moja ya changamoto kubwa ni hujuma. Lazima kutakuwa na watu kwenye makampuni yao watakuwa wanataka kuhujumu effort hii ya kuanzisha bulk procurement. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, mambo ya msingi ya kuzingatia iwe ni pamoja na kumitigate hizo hujuma. Hiyo ni muhimu sana, ili sitokee hata siku moja katika nchi yetu tukakosa mbolea eti kwa sababu utaratibu wa kununua mbolea kwa pamoja umekuwa na matatizo na umeshindwa kusambaza mbolea katika nchi yetu. Ni matumaini yetu kwamba utaratibu huu wa kununua mbolea kwa pamoja utasaidia mbolea ipatikane kwa bei ya chini, kama ndoto yetu ya awali kwamba tungependa mbolea hii ipatikane nchi nzima kama ilivyo Coca-Cola au vocha ya simu. Nina hakika Mheshimiwa Waziri, bahati nzuri tumeyazungumza kwa kirefu kwenye kamati, nina hakika yote mtayazingatia. Jambo jingine ambalo ningependa kushauri, na nimelisema sana Mheshimiwa Waziri, kuangalia uwezekano wa kuwekeza katika mikoa inayopata mvua ya kutosha. Na mikoa hiyo sio mingine, ni mkoa wa Katavi, mkoa wa Kigoma na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Kagera.
Haya ni maeneo ambayo yana fursa kubwa sana kwa sababu jiografia yake inaruhusu, na tumeshazungumza sana. Matumaini yangu kwamba jambo hilo tutalizingatia. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.